Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 4 ya Pasaka, Dominika ya mchungaji mwema, Dominika ya kuombea miito mitakatifu. Tuko katika kipindi cha Pasaka, tunaliadhimisha na kulisherehekea fumbo la ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo juu ya dhambi na mauti. Dominika ya 4 ya Pasaka kila mwaka inatualika kutafakari nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Ni kwa kupitia tafakari ya fumbo la maisha, mateso, kifo na ufufuko wake, kupaa kwake mbinguni na kwa kumpeleka kwake Roho Mtakatifu, tunajitambua kuwa sisi ni akina nani na Yesu ni nani kwetu. Dominika iliyopita, kwa kupitia Injili ya Yohane sura ya 21 mstari wa 1 hadi wa 19, inayosimulia tokeo la Yesu mfufuka kwa mitume wake kando ya bahari ya Tiberia, na hatimaye mazungumzo kati ya Yesu na Petro ambayo yanafunua wajibu wa kichungaji wa Petro. Tuliona jinsi wanafunzi walivyomtambua Yesu na ambavyo waliitii sauti yake bila kuuliza yeye ni nani, kwa sababu walimtambua kuwa ni Bwana. Rejea Yohane sura ya 21 mstari wa 12. Katika somo la kwanza la leo, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 14 na mstari wa 43 hadi wa 52, tunasimuliwa juu ya utume wa Paulo na Barnaba wa kumhubiri Yesu Kristo aliye habari njema. Paulo, baada ya kuongoka kutoka kuwa mtesi wa kanisa, alimtambua Yesu ni nani na alijitambua yeye ni nani. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 19. Baada ya kumtambua Yesu kuwa ndiye mchungaji wake, Paulo aliisikia sauti ya mchungaji wake na akamfuata Bwana wake. Kwa kuisikiliza sauti ya Bwana wake, Paulo aliwekwa na kutumwa kuisikilizisha sauti hiyo kwa wafuasi wengine wa Bwana. Paulo na Barnaba walianza kuhubiri kwa Wayahudi wenzao. Lakini hao walipoikataa Injili, Paulo na Barnaba hawakukata tamaa wala hawakuona kama huo ndio unaofaa kuwa mwisho wa kuwasikilizisha watu sauti ya Bwana, bali waliamua sasa kuwageukia watu wa mataifa. Waliamua kuwaendea wapagani. Hao wapagani waliipokea Injili kwa furaha, na hivyo wakaingia katika kundi la kondoo wa Bwana, wakaisikiliza sauti yake na kumfuata Bwana. Wapagani wanajua ya kuwa Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba sote, na kwa kufurahia kuwa kwao watu wa Mungu na kondoo wa malisho yake, wanaipokea Injili na kuisikiliza sauti ya Bwana. Katika Injili ya leo, kadiri ya Yohane sura ya 10 mstari wa 27 hadi wa 30, Yesu aishii tu kwenye kutangaza ukweli wa kuwa kondoo wake wanaisikia sauti yake, naye anawajua nao wamfuata, bali pia anatuhakikishia kuwa yeye kama mchungaji mwema anawapa uzima wa milele kondoo wake. Anawalinda asipotee hata mmoja, wala wasipokonywa katika mkono wake, kwa kuwa yeye ni mkuu, na ukuu wake huo ameupata kutoka kwa Baba, na yeye na Baba ni kitu kimoja. Yeye basi aliye mchungaji wetu ni kweli ni mchungaji na ni mkuu wetu. Somo la pili, kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 na mstari wa 14 hadi wa 17, unatuthibitishia kuwa kwa kupitia fumbo la Pasaka ya Kristo, sisi nasi wa Kristo tulioshirikishwa katika mateso, kifo na ufufuko wa Kristo kwa njia ya ubatizo, endapo kama tutaishi vema na kiaminifu katika wito huu wa kuisikiliza sauti ya Yesu, kuipokea habari yake njema na kumfuata Yesu, kama ambavyo Yesu aliahidi katika Injili ya Yohane sura ya 10 mstari wa 28, kwamba nami nawapa uzima wa milele wala hawatapotea kamwe. Hakika sisi nasi katika uaminifu katika sauti ya Bwana na kumfuata,
Hakika tutaingia katika lile kundi la wale waliotoka katika dhiki ile iliyokuu, waliofua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana-kondoo, kama tusimuliwavyo na kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 14. Ndugu zangu, sisi ni akina nani? Sisi tu watu wake Mungu na kondoo wa malisho yake. Mungu Bwana wetu Yesu Kristo anatumia lugha hii ya picha kujitambulisha yeye kama mchungaji na kututambulisha sisi kama kondoo. Sio kondoo ambao ametupata kwa kupitia kwamba kununua kutoka kwa mtu fulani, bali ni kondoo ambao tumetoka kwake. Ndiye aliyetuumba, ndiye Bwana wake, sisi ni mali yake na kondoo wa malisho yake. Ni yeye anayetulisha, ni yeye anayetuchunga, ni yeye anayetuongoza. Kila mmoja wetu anaalikwa leo kujitambua. Asili yake imetoka kwa Mungu, amenunuliwa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na anachungwa, anatunzwa na kuongozwa na Bwana huyo. Kondoo wa Bwana wanapaswa kuisikiliza sauti ya Bwana. Kama vile mwenye kondoo anavyowachunga na kuwaongoza, ndivyo ambavyo tunapaswa sisi kukubali kuongozwa na Mungu. Kukubali kumfuata Mwenyezi Mungu. Mungu anawalinda na kuwapa uzima wa milele kondoo wake. Tunapoisikiliza na kuifuata sauti ya Mungu, kweli Mungu anatulinda na kutuchunga. Ndugu zangu, tujiulize nafasi ya dhamiri yetu iko wapi? Dhamiri ni mahali ambapo Mungu mwenyewe anatusikilizisha mapenzi na matakwa yake. Anapotufundisha na kutuongoza kutenda lililo jema, kulitambua jema, kulitenda, kulitambua baya na kuliepuka, na kuishi katika uaminifu. Tuisikilize sauti hiyo ya Mungu ndani mwetu, inayotueleza hili ni baya tulifanye, na inayotueleza hili ni baya tusilifanye, na kutueleza hili ni jema tulifanye. Hili ni baya tuliepuke, na hili ni jema tulitafute. Hiyo sauti ya Mungu tuisikilize na kuifuata. Hakika tutakuwa na sisi kondoo wema, na hakika tutaupata uzima wa milele. Ndugu zangu, Mungu anatujua. Wakati fulani tunaweza jificha au kudharau hadhi yetu na kudhani kwamba Mungu hatufahamu au kwamba Mungu hana mpango na sisi. Mungu anatujua, Mungu anatuona, anatuita tuisikilize na kuifuata sauti yake. Tumtupie Mwenyezi Mungu shida zetu zote. Tuende kwake kama mchungaji kweli, atupe malisho. Anajua kiu yetu, anajua mahangaiko yetu, na ataturekebisha pale ambapo kiu yetu au mahangaiko yetu inatafuta mambo ambayo hayatotusaidia. Ataturekebisha pale ambapo tunahangaika kutafuta utukufu au mambo ambayo yataishia tu kutupeleka upotevuni. Tuikubali kuisikiliza sauti yake, yeye aliye mchungaji wetu. Kama alivyo mchungaji mwema, na ndivyo ambavyo sisi tunapaswa kuwa. Maana mtoto wa nyoka ni nyoka, na mtoto wa nyoka hawezi kuwa kenge. Sisi nasi kama kweli Mungu ndiye Bwana wetu aliyetuumba na ndiye mchungaji wetu, na sisi ni kondoo wake na mali ya malisho yake, tunapaswa na sisi kuwa pia wachungaji na mali ya malisho ya Mungu kweli kweli. Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre, mashemasi, watawa na wenye maisha ya wakfu, walei katika makundi yao yote tofauti, kila mmoja yuko mchungaji kwa ngazi na nafasi yake. Je, tunaisikiliza sauti ya Bwana na kuwaongoza wale walio chini yetu, wale tunaosafiri pamoja nao kama kadiri ya sauti hiyo ya Mungu? Tuelewe kwamba tunaposema kwamba tuko wachungaji, kila mmoja kwa nafasi yake ni wachungaji, lakini kwa wakati huo huo sisi ni kondoo. Mchungaji mkuu wa kweli na wa milele ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Baba Mtakatifu wetu mpya Leo wa 14, wakati wa hotuba yake ya mwanzo, alinukuu maneno yale ya Mtakatifu Agustino na kusema kwamba pamoja nanyi mimi ni Mkristo mwenzenu, na kwa ajili yenu mimi ni askofu, ni mchungaji, lakini sisi sote ni Wakristo. Hivyo basi ndugu zangu, kila mmoja kwa nafasi yake ni mchungaji, lakini pia ni kondoo. Tutumie nafasi zetu hizo vizuri, za kuwa wachungaji, za kuwa pia kondoo, kadiri ya amri na mapenzi ya Mungu. Katika kuisikia sauti ya Bwana,
Kuna mambo mbalimbali yanayoweza kuwa makwazo ya sisi kuisikiliza sauti ya Bwana. Kelele nyingi za ulimwenguni na hata pengine mitindo fulani ya maisha inaweza ikawa sababu ya sauti ya Bwana isiweze kusikika moyoni mwetu. Tumpe Mwenyezi Mungu nafasi kwa kumtafuta katika ukimya mtakatifu, kwa njia ya sala, kwa njia ya tafakari ya maisha, sala kila wakati, na zaidi kuishi maisha ya kujitafakari. Mimi ni nani? Nimetoka wapi? Niko wapi? Nataka niende wapi? Lakini iwe tafakari yenye matumaini, sio ya kukata tamaa, tukijua kwamba yaliyopita yametokea kwa sababu ya hali fulani. Mungu anatuita katika safari mpya, matumaini mapya, na matumaini hayatayarishi. Kukataliwa kwa ajili ya Injili, kukataliwa na kuzomewa na kupuuzwa, hatutokuwa wa kwanza. Walikataliwa Paulo na Barnaba, lakini hawakukata tamaa, bali walikuwa jasiri na waliwaambia wazi. Ilikuwa lazima neno la Mungu lienezwe kwenu kwanza, lakini kwa kuwa mmelisukumia mbali na kujiona nafsi zenu kuwa mkustahili uzima wa milele, angalieni twawageukia mataifa. Na watu wa mataifa walifurahi waliposikia hayo. Sisi nasi tusikatishwe tamaa na mambo yoyote, tusikatishwe tamaa na udhaifu wetu. Tuendelee kumfuata Bwana wetu Yesu Kristo, tuisikilize sauti yake ya upole itakayotuambia nimekusamehe, itakayotuambia tubu dhambi, itakayotuambia tenda mema, itakayotuambia hacha mabaya. Mungu ni mwema. Tusikatishwe tamaa. Usiwe mbaya kwa sababu ya ubaya wa mwingine. Kuwa mwema hata kati ya wabaya. Wasaidie wabaya wawe wema kwa wema wako, ili siku moja sisi, kundi la kondoo wanyonge, tufike huko alikotutangulia mchungaji wetu shujaa. Mungu akulinde na kutubariki. Usiache kuiombea miito.